Yes, bwana, karibu sana katika kipindi chetu cha Youth Talk ambacho tutakuwa tunazungumza masuala mbalimbali kuhusiana na vijana. Na kama unavyojua kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila inapofika mwisho wa wiki. Sasa hakikisha kwamba unabonyeza alama subscribe kisha alama kengele kuhakikisha kwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zote muhimu ambazo unastahili kuzipata. Na sasa hivi ni wakati wako mzuri kabisa ambao tupo na mgeni wetu ambaye leo tutakuwa naye hapa. Tutaweza kuzungumza naye vitu vingi sana. Ni mtu ambaye amepitia vitu vingi, lakini sasa hivi pia yupo na nafasi nzuri tu katika jamii yetu, na changamoto ambazo amezipitia zinaweza kawa nafasi kwako pia kujifunza, kuelewa nini cha kufanya, lakini pia kuchukua hatua pindi unapokutana na situation kama hiyo. Unajua ni kitu gani? Basi mimi nisikuibie sana muda hapa ndani, niweze kumkaribisha mgeni wetu ambaye tuko naye. Kwa jina mimi namfahamu kama Baraka, lakini ana vingi ambavyo viko nyuma yake ambavyo mimi pengine sivifahamu, lakini pia wewe mtazamaji hauvifahamu. Sasa leo tunaenda kuchimba kwa undani kabisa kujua wapi litokea, imekuwaje leo yuko hapa, lakini pia wewe unitusikiliza utapata nafasi pia ya kuweza kutoa au kuacha comment yako hapo chini ukizungumza chochote, na kama utakuwa unaona uulize swali, basi tunaweza tukumrudia kwa mara nyingine tukaweza kuzungumza naye na utapata majibu ya kina. Bwana, uko salama? Salama tu, kwema kabisa. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Anatamani kwa mtazamaji ambaye anatazama sasa hivi aweze kukufahamu kwa majina. Unaitwa nani na unatokea wapi? Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Baraka Cole Isaac Chengula. Okay. Lakini jina ninalotumia kwenye social media Baraka Charity. Ni mwenyeji wa Njombe, mzaliwa wa Morogoro. Okay, Morogoro sehemu gani? Morogoro hospitali ile ya rufaa. Okay. Sawa. Basi ni jambo zuri kabisa, lakini mimi najua kama kijana kuna mengi ambayo huwa tunakuwa nayo, huwa tunapitia, huwa tunakutana nayo katika harakati zetu za hapa na pale. Wewe kwenye maisha yako changamoto gani kubwa ambayo uliipitia alafu ukaona hii changamoto inanipeleka mahali ambapo sipo? Changamoto niliyopitia kubwa ipo na hasa katika umri ambao kijana anafika, mahali mwingine anakata tamaa, mahali pengine anafika anaona kama hawezi kufika. Okay. Vitu kama hivi vyote vinachangia kumfanya kijana aonekane si bora katika jamii. Mimi kwa upande wangu kipindi changu cha kubalee imekuwa ni kipindi chenye milima na mabonde nisiweza kuimaliza na kufikia hatima ya ndoto zangu. Mmoja kabisa, mimi ni kijana ambaye mzaliwa wa pili kwenye familia yangu, na pia ni mtoto wa mwisho kwenye familia yangu ya mzee wangu kwa mke wa kwanza, lakini pia ni mtoto wa pili kwa familia sasa hivi. Nipende kuacha kidogo hapo kabla hatujatazama changamoto ambazo ulizipitia. Naamini changamoto huwa zina nafasi ya kumjenga mtu au kumbomoa. Sasa kabla hatujafika kwenye changamoto ambazo ulizipitia mpaka kuzivuka mpaka kufikia hapo, kwa sababu niambia unazo kama kijana ulizipitia, natamani pia uniambie kwa sasa hivi uko sehemu gani na unafanya nini? Okay, kwa sasa hivi ninamshukuru Mungu kwamba kwa sasa hivi mimi ni mkurugenzi wa Tanzania Baraka Charity Organization. Na taasisi yetu imesajiliwa, ni mpya kabisa, ina mwaka mmoja toka imeanza kazi zake. Okay. Na kwa sasa hivi kwenye taasisi yetu tunarusha vipindi kwenye redio ya Kings FM. Okay. Kila siku Jumamosi kuanzia saa 9 jioni. Lakini pia Prince FM pia tulipata bahati ya kurusha kila siku Jumanne, ambapo tunaanza kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 4. Yeah. Okay, kama umeweza kuwa mkurugenzi wa taasisi, naamini changamoto ulizopitia unadhani zimekujenga vipi mpaka sasa hivi kufikia hadhi au kuwa kwenye nafasi ya kuwa mkurugenzi wa taasisi ya Baraka Charity? Changamoto zangu siku zote, kwenye changamoto kuna za fursa, na kupitia changamoto unapata maarifa mapya. Okay. Na mimi maarifa hapa niliyopata ni kuweza kuwasaidia wengine ili wasipitie zile changamoto nilizopitia mimi. Changamoto yangu kubwa hasa niliyoipitia, nilikuwa nimejiingiza kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, lakini pia sio tu matumizi ya madawa ya kulevya, nikawa nimepitia mengi tu katika ukuaji wangu katika kipindi changu cha kubalee. Najua nilipokuwa nimeingia secondary school, hiyo ndio nilipoanza kupata hizo changamoto.
Kwa hiyo nimepitia almost like 7 years na O-level studies nimesoma kama miaka 5-6 hivi. Kwenye wakati wa kuingia kwenye hiyo changamoto, wengi vijana wengi wamekuwa kukutwa kwenye hiyo situation ya kuingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Kilichokusababisha ukaingia ilikuwa ni influence ya makundi, watu waliokutana nao, mazingira, au kikubwa ilikuwa ni sababu? Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba nisiseme kwamba ni mazingira niliyokulia, hapana. Kuna mambo ambayo yanafanya watu wengi in general, tuzungumzie kwa kijana moja kwa moja, vinavyosababisha vijana kuingia na kutumia madawa ya kulevya. Moja ni hali halisi ya maisha ya kiuchumi walionayo katika familia. 2, kijana mwenyewe katika maamuzi, decision making yukoje, maamuzi yana maamuzi mkuzo au maamuzi yasiyojengeka. Lakini 3, kama ulivyosema, ni influence ya marafiki, peer groups hizo tunasema. Lakini 4 ni mtu kutamani, kuwa na tamaa, kuwa kama mtu fulani, kufikia katika hali fulani ya kimaisha ili aonekane bora kuliko wengine. Hiyo pia inasababisha kuona kijana anakuwa anajiingiza kwenye madawa ya kulevya. Na kitu kingine naweza nikasema mchango wa wazazi katika malezi na makuzi kwa mtoto, nayo pia yanachangia mtoto kuweza kutoka katika maadili yaliyo mema. Kwa hiyo vitu hivi vyote naweza nikasema ni moja kati ya visababishi. Lakini jambo lingine naweza kuliongelea ni kwamba taasisi za kidini pia zina mchango gani katika kumlea kijana katika kipindi kile cha ukuaji. Okay. Kabla hatujafika huko, natamani tutazame hapa kwenye nafasi ya mzazi katika malezi ya mtoto, kuhakikisha kwamba haingii kwenye tabia au kwenye mienendo ambayo isiyofaa kama vile matumizi ya madawa ya kulevya. Mfano ambayo naamini kuna mengi ambayo yanakuwa ni mabaya. Mchango kwa mzazi, nini ambacho mzazi, wewe kwa jinsi ulivyopitia mpaka sasa hivi tunataka kutoka, mzazi unahisi wengi wanakosea wapi mpaka watoto au vijana wanafikia kwenye madawa ya kulevya? Unachosema ni kweli, mtangazaji. Wazazi wengi wa mila za Kiafrika wengi hawapendi mizigo. Mizigo. Yeah. Okay. Nikisema mizigo maana yake ni kwamba hawapendi kuwa na mtoto ambaye hana faida na mchango wowote kwake au kwenye jamii. Na mzazi yoyote pia anayemwona mtoto wake ni mzigo, yuko tayari kufanya nini? Kumkataa na kumwacha aendelee na kufanya yale anayoyaamini kama mtoto. Hiki ni kitendo ambacho baadhi ya familia ambazo wazazi wengi wanapokuwa wametumia gharama kubwa kwa kupeleka kwenye shule za gharama, wengine wanaweza kuwa hawajapelekwa kwenye shule za gharama, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo wazazi wengi wanakuwa wanarudi nyuma na kusahau kwamba wana wajibu wa kuwalea wale watoto. Mimi naweza nikasema kwamba kwa upande wangu ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kipata mzazi mwenye hekima yake anayeweza kubeba madhaifu ya mtoto yake katika moyo wake, ni jambo la heri sana. Na wazazi kama hao ni wachache. Na mimi babangu tumeenda kama miaka 9 mpaka leo nasimama naitwa mkurugenzi. Leo hii nasimama naitwa kama manager wa manunuzi kwenye Hillpark Computers Company Limited. Sio kitu rahisi. Tuna miaka 9 ya recovery, tumepita na magumu. Kwa hiyo mzazi kama mzazi asipokuwa na moyo wenye ujasiri utakaoweza kumsaidia yeye kuwa na imani juu kwamba mtoto wake anaweza kubadilika, basi atabadilika. Lakini kama ana moyo ambao mlegevu, haujanyoka vizuri, ni ngumu sana mtoto kuweza, yani mtoto na mzazi kuwa sehemu moja. Lazima tutaona sasa watoto wengi wanatelekezwa na wazazi wao, wanakatiwa tamaa na wazazi wao. Mwisho wa siku unaona kama mtoto hana future. Okay. Na mwisho wa siku unashangaa anaanza kulaani mpaka siku ya kuzaliwa. Na mwingine unamshangaa mwingine anasema maneno mengi. Yeah.
kuna kitu ambacho sasa hivi umeniambia umekaa kwenye hiyo situation ya kurecover kutoka kwenye ulikokuwa umeingia kwenye maana matumizi ya madawa kulevya kwa umetaja miaka 9. Miaka 9. Kilichokusababisha utoke ni nini? Mimi kwanza nimetumia almost like 8 years. Alafu katika zile 8 years ndani yake nilikuwa nishaanza tayari kupata matibabu ya awali, na nilipata kupitia rehabilitation house ya Lutidi Rehabilitation House ambayo iko Korogwe, Msambiazi, Tanga. Okay. Na kwenye hiyo 8 years, the 7th year ndio ambao wazazi walikuja kujua sasa what I was doing. Kwa maana yake kwa miaka hiyo 8 uliozungumza. Yeye ni nani? 8. Mzazi alikuwa hajui kama alikuwa hajui. Aliyekupeleka huko ni nani? Mimi ni influence ya marafiki kwa 40%. Lakini pili, mimi mwenyewe kupenda unajua kipindi cha mabadiliko cha kukua pia kimechangia kwa kiasi kikubwa. Tuseme ulimbukeni wa mabadiliko, puberty stage. Na ubadilika, nataka kuonekana najua kila kitu na kila kitu natamani nikigusia kila kitu nikiona ambayo kila mtu anatamani ufanye kila kitu kufanya kama kijana. Lakini pia mkwanja pia ulikuwa kutosha, kule maokoto ilikuwa ya kutosha. Kama pesa ilikuwa. So hivyo. Kwa hiyo manake unataka kufuna kuna wazazi ambao wanawaachia pesa vijana wao. Inaweza kawa ni changamoto kwenye upande wa makuzi au malezi, kwa maana anaweza kutumia ile pesa kwa matumizi ambayo ndivyo sivyo akamuingiza kwenye janga hilo. Mimi labda nikuuliza swali, mtango mtangazaji, una mtoto amekuomba pesa, si ndio? Unaweza kumhoji anaenda kutumia kwa matumizi yapi? Na mtoto anaweza akawa huru kwako mzazi kukwambia matumizi ya hiyo fedha. Sasa anaweza kukudanganya pia. Kwa hiyo mimi siangalii mtoto kupewa fedha. Ninachoangalia ile fedha inapotolewa imelenga nini. Lakini kitu cha kwanza ujue, katika nguzo 5 taasisi 5 zilizopo katika ulimwengu, nguzo ya kwanza ni familia. Na mtoto akikosa kulelewa vizuri kwenye familia, hiyo ni ya kwanza. Yaani mpaka leo tukisema kwamba leo ninaitwa Baraka, nini kimenifanya niwe Baraka? Ni familia. Leo ninatoka naitwa Baraka na mkurugenzi ninajawa mauzo kwa Hill Park. Hii haikuja tu, bali ilikuja baada ya sacrifice ya ile taasisi ya kwanza ya familia. Si umeelewa? Yeah. Kuna wazazi wengine wanaiangalia matumizi ya pesa zaidi kuliko utu. Unaelewa? Na katika utu, nachoshukuru Mungu, babangu aliangalia utu wangu akiamini kwamba mimi nina ndoto za kuja kuwa mtu baadaye. Na finally kwa sasa hivi naanza kujikongonya, naanza kusikika kidogo. Hivyo. Kwa hiyo unapompa mtoto pesa, nampa pesa kwa matumizi yapi? Na wewe ni mazingira yapi ambayo mzazi amefanya nini? Amemlea mtoto. Na namna mtoto anapokuwa open kwa mzazi. Unajua ukiwa kwa mtoto kama rafiki, kama mlezi, kama mzazi, kama mshauri, mtoto anaweza akawa yuko wazi zaidi. Na kama mzazi atakayesimama katika nafasi ya kiroho, mtoto anaweza akawa akafunguka kila kitu. Sasa wazazi wengine wanaishi na watoto wao kama polisi, kituo cha polisi nyumbani. Wakishasikia wako chini ya uvungu wanajifanya wamelala, wengine wanaenda kujificha wapi. Hiyo inakuwa sio aina ya picha nzuri ya malezi. Ndio maana nasema kutoa fedha si shida. Je, mazingira aliyokulea huyo mtoto mpaka anaomba hiyo fedha, uhalisia wa hiyo fedha inaenda kutumika kwenye kitu gani hasa? Okay. Sasa mimi natamani pia tupate kujua kitu kimoja kutoka kwako. Umetumia na ulitumia kwa muda gani? Nimetumia kwa miaka 7 na rehabilitation mambo ya matibabu nilianza moja kwa moja mwaka wa 8. Kilichokusababisha kutoka mwaka wa 7 kuingia mwaka wa 8 kikakutoa kwenye matumizi kupeleka kwenye mazingira ya matibabu ni kitu gani? Kwanza kabisa unajua kwamba kuna aina mbili ya matumizi ya madawa ya kulevya. Okay. Kuna drug trafficking